Sasa mambo ya kuibiwa katika njia ya kuskam. Wale mmeskamiwa ni wengi sana. Kenya ni wengi, Uganda mko wengi, Nigeria mko wengi, Amerika, Ghana, kila maeneo. Sasa nimeshawaambia hiyo kazi iko ya kiroho tunaifanya, lakini mara nyingi inataka watu wagaramike ndio waweze kufaulu sana. Kwa hiyo kazi kuhusishwa na mambo ya kutravel kuja mahali nipo ili kukufanyia kazi ya kiroho, kupata sana sana hizo scamming za mambo ya pesa nyingi. Ni vizuri kusafiri, ulipe gharama, uje tutengeneze kazi alafu uweze kufaulu. Ila sasa kwa wale ambao umenitumia wengi, umeskamiwa 300,000, 500,000, milioni 1, milioni 2, namna hiyo, pesa kidogo kidogo na pesa nyingi, basi kama ni vigumu kufika mahali niko, unaweza kuagiza hii bidhaa, maana nimetengeneza sasa sabuni ya kiroho na mafuta ya kiroho. Sasa hii mafuta na hii sabuni vitahusika kwa ajili ya kukusaidia kupata pesa yako ambayo imekwisha kupotea. Mimi najua ubishi ni mwingi kwa sababu maarifa ni machache kwa mioyo ya watu. Na unajua kila ambacho haujui utakiita majina, na kila ambacho hauamini ama ukikubali utakibandika na utakitoa makosa. Lakini kwa ajili ya wale ambao unafuata Daktari Wilson Swahili na mngepata kupata misaada ya maarifa kutoka hapa, WhatsApp ya mafundisho nitawatangazia WhatsApp ya mafundisho. Maana hizi WhatsApp zenye niko nazo katika simu si za mafundisho, hizo ni za mawasiliano na kibiashara. Lakini kuna account ambayo ninafungua ya mafundisho, training center, ninatumia WhatsApp ili kufikia watu. So nitawaambia unatakana kuwa na nini na nini ndio uweze kujiandikisha pale, na ni pesa ngapi, kwa sababu si bure. Na itakuwa ni kipindi inaenda kwa miezi 6. Baada ya miezi 6 hiyo mafundisho, basi ukitaka kuendelea na kiwango kingine utakuwa tena unalipia. Alafu tunaenda kiwango kingine ambacho unatakana kusongeshwa viwango. Katika mambo ya kiroho kuna viwango na viwango na viwango na viwango. So ukitaka kukua, nitakuwa na kufundisha darasa la kwanza, ukitoka unaenda darasa la pili. Sasa darasa la pili ni kiwango kingine. Hiyo ni first grade, second grade, third grade. So itakuwa ni grade 3 tu ambazo zitakuwa zimebeba syllabus yote. Na hiyo viwango vyote vitatu vitaenda kwa kipindi cha miaka miwili. Kipindi cha miaka miwili. Kipindi cha kwanza kitaenda miezi 6. Alafu kipindi cha pili kitaenda miezi 8. Na kipindi cha tatu kitaenda miezi 10. Sasa miezi 8 ukiweka kwa miezi 6 na uweke na miezi 10 itakuwa miaka miwili, Mungu akipenda. Pengine hapo itaingiliana kwa miaka miwili hapo. Lakini kwa kusoma kwenyewe kutachukua miaka miwili. Nitafundisha online nikitumia WhatsApp, na pia tuko na wale ambao mnataka mko kwa vipindi, pengine kipindi fulani mmeshatoka mmeingia, hiyo vipindi vyote unalipia. So nitawatangazia. Lakini kuhusu kazi ya kuskam, watu ambao mmeskamiwa katika hela yote na hamjapata jibu, nimeenda hapo kutengeneza product ya sabuni na mafuta. Hizi bidhaa ni za kuhusika na hiyo kazi. Utahitaji kuchukua hiyo mafuta na uhitaji hiyo sabuni. Vyote viwili vitaenda sambamba. Alafu ukishanunua utakaa kulingana vile nitakuelezea. Wapendwa, mtafuata tu vile nitawaambia. Mtaona wenyewe, mtaona matokeo yakirudi. Haijalishi ni muda gani, bora huyo mtu ako hai. Mimi nilikuhakikishia kwamba mtu akiwa amekukon na ako hai, kuna njia yoyote inayotutumia. Unajua kama Mungu amekuteua kutatua matatizo ya watu aina fulani,
alafu unafika mahali wanakuletea aina ya hiyo matatizo na hauna jibu, hauna vile utawasaidia. Ukirudi kwa mwenye alikupatia hiyo kipawa na kumwambia nimepata ili tatizo ili na lile, ningependa unisaidie kujua namna ya kutatua hili, atakupatia njia ya kutatua hiyo. Unajua kwa nini? Kwa sababu alikutia mafuta akakuweka kwa ajili ya hilo, na kwa sababu alikuweka kwa ajili ya hilo, anajibika kukusaidia. Unarudi kwake, unamuuliza nimekutana na kesi hii na hii, na kulingana yale ninajua, sijui hili nitalitatuaje. Anakupatia njia. Hakuna vile unaweza kushindwa kama umewekewa mafuta ya kusaidia watu katika njia fulani. Maanake kuna watu wametengwa kusaidia njia hii, na kuna wale wametengwa kwa njia hii, kuna wale wametengwa kwa njia hii. Mafuta haya ni ya kufungua wafu, kufungua watu ambao wanataka kuzaa, na haya mafuta ni ya kuondoa laana kwa mashamba. Haya ni mafuta ya kufanya. Kuna neema tofauti na vipawa vinavyoenda na hiyo kazi na karama. So Bwana uzuri wake akikupatia, kama amekupatia kufungua hili, basi ukijiweka kufungua kila ambacho hajakuita, utasumbuka na utaharibu. Hakuna kitu ambacho laini ambayo Mungu amekutengea na utembee nayo na kukutana jambo kwa hilo laini na urudi kwake akosa kupatia jibu. Sasa jibu la kudili na hawa jamaa ambao wamewakamata wakichukua hela zenu na hawana majina kamili, hamwajui, hamjui namba zao, haujui, wamekuibia online. Online is coming. Tumeweka hapa, nataka kutengenezea makaratasi mtoto wako aende ng'ambo au upate kazi mahali fulani, alafu wanahepa. Basi sasa sabuni na mafuta yale ambayo nimeunda na nimeandaa kwa ajili ya hilo, basi wewe jaribu utumie hii. Ukishapata unitafute kwa namba inaitwa, unajumlisha alama ya Kenya, alama ya kuongeza, alafu weka 254, yani 254, weka 790, weka 970, weka 454. Hiyo namba ya WhatsApp. Uagize hapo, useme vile ungetaka, uagize mafuta hapo, sabuni hapo, nitakueleza la kufanya nayo. Walichukua bila majina, walichukua bila, utawajua, watakuelezea wanaitwa fulani, watapiga magoti wakilia. Mimi Tayo, sasa masaa imefika, nimeamua kusaidia watu wangu. Kuna muda mwingi ambao wengine mmenifikia, lakini ni kama sijawapa jawabu, ni kama nimeshindwa. Mnakaa mnasema Tayo anazungumza vizuri, lakini mambo yenye tumetumia hatujapata. Sasa masaa imefika, muda wa kila kitu huko. Nimekuwa nikitafuta sana kwa moyo wangu wote, kutafuta njia vile nitakuwa na jibu na kusaidia hawa watu. Sasa kuna makesi fulani ambayo zimempiga miereka, lakini Mungu ni mwaminifu, amenisaidia kuona kwamba unaweza fanyia mtu kazi ya 1 million pound. 1 million pound, milioni moja mtu amemwibia, alafu hiyo pesa irudi. Huyo mtu akilia, tumbo imefura kiasi ya kwamba haiwezi kutulia, na analia akirudisha hiyo pesa, mpaka vile unafuatwa usiku na mchana, kiambiwa saidia huyo mtu amerudisha pesa, saidia mtu amerudisha pesa. Basi ujue hiyo ni kazi kubwa. Mwanangu, nataka nikwambie, nina ujasiri kwa hii kazi, na kuambia chukua haya mafuta na uchukue hii sabuni, na uniambie vile unataka, vile ulibiwa na vile ulichukuliwa hiyo vitu. Mimi nitakueleza la kufanya. Kuna wale ambao wako kwa kichwa yangu na wafanyia kazi saa hii na bado hawajaona matokeo. Sasa masaa imefika, matokeo mtayaona. Kuna kazi ambayo nimejificha nikitafuta njia ya kuona vile nitawasaidia. Kwa hivyo masaa imefika ya ninyi kudili na hao watu
wa kuwaibia bila kujua. Online scamming, 419, frauders, yahoo people, wale ambao mnaweka hapo, wanafunga account, mnafanya nao trading, inafika mahali wanahepa. Wengine mnafanya trading online, kuweka pesa rahisi, ikifika kutoa haiwezekani, masharti ni mengi. Basi mimi nimefika masaa, hata wale mlifanyia kazi na wakakataa kulipa, hiyo pia masaa iko kwa hii. Wale ambao pia wamechukua pesa alafu wakakopa, alafu ikifika kulipa wamekataa na hepa nazo, wafunga namba na kubadilisha maeneo ya kuishi. Kazi jibu liko hapa hapa. Unanielewa? Haya, nafasi ni yako mwanangu, chukua hiyo nafasi, tuone kile Mungu atafanya. Nguvu kwa nguvu. Kuna wale wamejificha kwa uchawi na ushirikina ili wasipatikane. Kuna watu wameletwa kwangu, nimefanya kazi nikapata wamejizunguka na uchawi fulani na nguvu fulani. Sasa inabidi tuinue viwango fulani ili tubomoe kile ambacho kimewazunguka na kukamata roho zao, kuziweka katika matamanio ya moyo wako wewe ambao uliibiwa. Asante. Nitafute kwa hiyo namba ya biashara. Usipige simu, tumana message, tumana WhatsApp, tumana message kwa WhatsApp, tumana voice message. Nitaipata, nitakusaidia, nitajua vile nitakuelekeza. Na wala si mimi tu, kuna mtu atakuwa ready kuchukua. Lakini ujue, usipige simu. Msikie jamani, msipige simu. Unaweza piga mpaka ukachoka. Ati kama unataka kuniongelesha hapo lazima upige simu. Hapana, simu zinapigwa na appointment. Simu zinapigwa na appointment. Wengine mnaniona hivi mnashangaa huyu jamani kipiga tu simu. Simu zinapigwa kwa appointment zangu. Kama sijakwambia piga masaa fulani ama hujapewa nafasi piga masaa fulani, unaweza ukapiga ghafla ukanipata, lakini mara nyingi si rahisi mpaka upewe masaa. Lakini WhatsApp, voice message ama chati pale, nitakuja kwa wakati ule imeletwa kwa meza, nitakujibu, nitaisoma, nitajibu saa hiyo. Alafu mjue tena watu ni wengi. Sasa uanga sisi za zingine tunawapatia namba. Sasa zingine tunawapatia namba. Sio kuwapa wale, tunawapatia namba hapa kwa kazi yetu. Tunapanga files. Alafu tunafuata file number 1 na tatua leo, number 2. Labda wewe umeagiza leo, unakuta unafikiwa baada ya siku 3. Saa zingine tunaenda kulala, saa zingine tunafanya kazi mpaka usiku saa 6. Saa zingine tunaanza saa 6 usiku. Sasa hivyo. Sasa bwana, tu wanadamu, tuna damu na nyama, tuna jamii, tuna familia. Kuna wakati tunakaa na watoto wetu, tutaka tucheke na wake zetu. Kwa hivyo lazima muda huko. Alafu mimi pia ni mhubiri tena. Nakuwa na wakati mpaka nizungumzie kanisa. Niongee kwa kanisa, wale wa mchungaji wangu na washirika wanani ngoja pia wanataka niongee nao kitu. So lazima mnielewe. Ubarikiwe. Tuma message, usipige simu. Tuma message.